Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutaangazia vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na swala zima la utengenezaji wa mabanda ya nyuki au mizinga ya nyuki. Lakini mizinga hii ya nyuki ambayo tutajifunza leo ni mizinga ya kisasa ya nyuki. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na kuomba kwa mada ya leo, ina maana tupo katika hatua za uundaji wa mbao. Kwa maana mbao inaundwa. Kwa kama unavyotazama katika skrini yako hapo, ni fundi wetu mtaalamu ambaye atakaye design mizinga hii pamoja na kutengeneza katika standard uliokuwa mzuri na ambao unahitajika kulingana na maelekezo ya wataalamu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaangalia jinsi ya kuunda mbao ili kusudi tuweze kupata mizinga iliyokuwa kamili. Kama ilivyo kwa kawaida, mpenzi mtazamaji, na kukumbushia tu ukumbuke kusubscribe, kulike pamoja na comment, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri ambayo inahusiana na masuala mazima ya ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo tumeenda leo kiwandani kwa fundi wetu ambaye amedesign hii mizinga, na kwa namba za simu zinapita katika skrini yako hapo. Tunaweza tukawasiliana kama kuna mtu ambaye anahitaji mizinga ili tuweze kumuona fundi na fundi aweze kumsaidia. Kama hapa mtazamaji unatazama, ina maana fundi wetu hapo, hii mizinga inaenda kitaalamu. Ina maana bila kuwa na utaalamu, ina maana nyuki hawawezi wakakaa. Maana nyuki wanataka nafasi ambayo ni kubwa na nafasi ambayo nzuri, ili kusudi wanapokuwa wanatengeneza yale masega kwa ajili ya uwekaji wa nyuki wa asali, ina maana ili iwe nyepesi. Na pia kitu kingine inahitaji kuwa na space kubwa ili kuweza kupata hewa na mazaliano yawe mazuri. Maana nyuki wanahitaji pia na wenyewe nao space, yani maana yake nafasi, wapeane nafasi kutoka nyuki mmoja mpaka nyuki mwingine wakiwa ndani ya mizinga. Kwa hiyo mawasiliano ndio kama unavyoyaona hayo kwenye simu yako hapo. Kwa hiyo tutaangazia leo hatua kwa hatua. Sasa fundi wetu yupo katika hatua ya kulanda mbao. Kulanda ina maana anasafisha mbao na kuwa safi ili kusudi tuweze kupata mbao nzuri, na kutapokuja kwenye hatua za kupaka rangi, ina maana mbao yako inakuwa katika hali ya mazingira mazuri. Ina maana hizo ni hatua mbalimbali ambazo ni za muhimu sana ambazo ndio tuweze kuzifuata. Kwa hiyo fundi wetu mmoja yeye anamsaidia fundi mwenzie katika swala zima la ulandaji wa mbao. Kwa kulanda mbao ni kama hivyo, kwa unalanda mbao vizuri na kuwa vizuri ili kusudi baadaye amkabidhi fundi ule mwingine ambaye ni mtaalamu wa kuunga hizo mbao. Kwa kama unavyotazama hapo, kwa ndo anagongelea misumari ili kuweza kuunda. Kwa uundaji wa mbao kuundwa inabidi iungwe ili iweze kuwa kubwa. Kama unavyotazama hapa kaunga misumari. Kwa sasa hivi ile misumari anaikatakata ili kusudi kuweza kupata maungio. Kwa misumari lazima uikate kama hivyo. Kwa utakata misumari yako, utakata vizuri. Kwa hapa kwa mbao moja ina maana ameunga na misumari minne. Kwa misumari minne ndani ya ubao moja. Kwa hiyo atakata kama unavyoona hivyo. Kwa baada ya kukata na msumeno inabidi ile vichwa vile vya ile misumari unavitoa kwa kutumia nyundo vizuri, nyundo yako imara. Kwa kama unavyotazama hivyo, baada ya kuwa umemaliza kuunda vizuri, unainyoosha vizuri misumari ili kusudi unapokuja kuweka ubao mwingine kwa juu, ili ubao uweze kuwa imara na usipate shida. Jamani mpenzi mtazamaji, hicho ni kiwanda chetu temporary kwa ajili ya kuundia mizinga yetu. Ina maana mizinga yetu tuna mpango wa kuunda mizinga zaidi ya 12, ambayo mizinga hiyo tutaenda kuitega na tutaonyesha katika video mbalimbali. Kikubwa tunakuomba uweze kutufuatilia katika makala zetu mbalimbali ambazo zinatoka zinazohusiana na ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo kwa leo ndio kama unavyotazama hivyo. Kwa hiyo mwingine anasafisha mbao na mwingine kama kawaida yake yupo kwa ajili ya uundaji. Anaunda vizuri mbao yetu inaundwa katika mazingira yanayokuwa ni mazuri. Kwa hiyo kwenye mambo ya utengenezaji wa mizinga nyuki kuna ushirikiano mkubwa ambao wanaonyesha mafundi wetu kati ya fundi mmoja na fundi mwenzake. Kwa wanashirikiana vizuri ili kusudi kuweza kuonesha na kuweza kutoa kitu kilichokuwa bora.
kama nilivyokuambia pale awali kwamba mizinga inahitaji nafasi iliyokuwa kubwa, na inahitaji uhodari, na inahitaji uzoefu na ubunifu uliokuwa mzuri, ili kusudi nyuki waweze kukaa vizuri na tuweze kupata asali iliyokuwa nzuri na nzito kwa ajili ya soko ambalo tunalitegemea. Kwa hatua moja au step moja ambayo tunaopiga kwa ajili ya kama tunatazama katika screen yetu, ina maana uungaji wa mbao kwa mbao tutaziunga vizuri na tutapata tuingie katika stage nyingine inayofuatia. Kwa hiyo nikusihi tu mpenzi mtazamaji kwamba uendelee kufuatilia na utazame video nyingine ambayo itahusiana na upakaji wa rangi pamoja na kuhusiana na jinsi ya kuyaunga na kutengeneza maboksi. Kwa hiyo ni video mwendelezo wa video moja kuingia video nyingine. Kwa kama nilivyokuwa nakwambia pale awali, mbao moja pana na nyingine pana, fundi ndo anaiunda kama unavyoona hapo, anaigongelea vizuri. Kwa hiyo anaiweka vizuri, kwa mwisho wa siku tunaweza kupata mbao moja ambao ni kubwa. Wanagonga hivyo kwa kugonga kitaalamu, kama nawe pia ni fundi unaweza kuchukua ujuzi hapo na ukaenda kutengeneza mizinga kama anatengeneza fundi wetu mtaalamu mbobevu katika masuala mazima ya utengenezaji wa mizinga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ndo kama hivyo mbao tayari imeshaundwa, imeungwa vizuri kwa ajili ya muendelezo wa hatua nyingine ya utengenezaji wa mizinga ya nyuki. Maana mizinga ya nyuki ni muhimu sana, kama ambavyo mtaalamu wetu atakuja kutufundisha huko mbele kwamba mizinga ya nyuki ina faida gani katika mazingira yetu. Kwa ni mada nyingine, na kuomba tu subscribe na pia ukumbuke kulike na kucomment.